Jina la Yesu, kila vita zote vya ngano, kila wakati kuita majina, kila wakati kuinuka Bwana vitisho, tunainua damu ya nguvu na uwezo kuzisambaratisha Baba na kuzibomoa zote katika jina la Yesu. Mungu wangu Baba, shuka Jehova, ukamoto Bwana kwa kila jambo, ila ndurima zaka yanga katika upako Jehova. Hakuna Mungu kama wewe, wabariki wanapo wote walioingia kwenye hema lako Baba. Ongoza Bwana kwa kuonekana damu yako, nguvu zako Bwana ukatawale kila upande Jehova jile, tukapata kwa neno lako Jehova lenye upako na uwezo, watosha Bwana kuabudiwa. Ondoa kila vita zote, ondoa kila mitego ya ivara, ondoa kila vita za waganga, mita zote Bwana zilizotungwa ukazivunja zote katika jina la Yesu. Natangaza damu ya Yesu kila kona Baba, ukawaka moto. Asante Mungu wangu kwa neema na kibali unayotenda, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu naomba na kuamini. Amen, amen, amen. Nawakaribisha wote, karibuni sana katika jina la Yesu, na Baba akasitu kwa msaada wa karibu kwa ajili ya asubuhi ya leo. Nashukuru Mungu kwa kila Bwana anayetenda kwa ajili ya maisha yetu. Tumemwona kwa mwalimu wa karibu, tumemwona kwa msaada anayetenda siku zote. Ndiposa naposema kwamba Mungu wetu ni mweza vyote kwa ajili ya wakati wote. Kwa hii nafasi nampenda Mungu, nampenda Baba wetu kwa makuu sana, nampenda kwa ajili ya usigiro na miujiza, na nimemwona kwa kila jambo, nimemwona katika maisha, nimemwona katika huduma, na nimemwona katika urejesho wote yale Bwana anayetenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa masaa haya nataka tu tukapata kujifunza juu ya maombi. Maombi. Kwa nini tunaomba? Ni kwa nini tunaomba? Hapo ndio tunahitaji sana kujua mtu wa Mungu katika mwelekeo wa imani na katika mwelekeo wa kuitisha nguvu za Mungu. Kwa hii nafasi tutaelekea tu katika kitabu cha Waefeso. Tutasoma kitabu cha Waefeso katika jina la Yesu. Tukisoma kitabu cha Waefeso 6 mstari wa 18 inasema, kwa sala sote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote. Hapo unapata kuona mtu wa Mungu. Na tena ndiposa ndio tuendelee. Ukisoma kitabu cha Wakolosai, kwa sababu Wakolosai 1 mstari wa 9 inasema, kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yetu, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Tunapata kuona mahali pale yanatupa mwangaza wa kutambua kwa undani, yanatupa mwangaza ya kutambua kile Mungu anahitaji katika mwangaza wa imani. Tunapofuatilia mtu wa Mungu, tunaona ya kwamba hiyo Efeso 6:18 inasema, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposali, tunapokesha, tunapovunjika mbele za Mungu, jua ya kwamba na Mungu huachilia neema kulingana na vile tunapoomba mtu wa Mungu. Wakati mwingi unapojitolea mbele za Mungu, jua ya kwamba na Baba wetu wa mbinguni anatazama katika maisha yako. Anatazama vile unapojiachilia, anatazama vile unapohitaji kile unaelia kutoka kwake. Unapokuwa mtu wa kusali, unapokuwa mtu wa Mungu unayekesha, unapokuwa mtu wa Mungu unayejitolea kila wakati na kudumu katika kuombea watakatifu wote, naye Mungu ataachilia neema kwako. Bwana Yesu asifiwe.
Unajua wengi hawatajua umuhimu wa maombezi. Unajua wengi hawatajua mwelekeo kila Mungu anaachilia kwa ule mtu wa Mungu anayesimama kwa maombi. Mara nyingi unapojitolea kwa Baba wetu wa mbinguni kupitia maombi, naye Mungu anaachilia neema ya kukuinua kiwango kingine. Jua ya kwamba neno la Mungu ni upanga, na unapojiachilia kwake ataachilia Roho Mtakatifu atakaye kuongoza kwenye kweli. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ni silaha kwa mwenye haki. Maombi ni silaha kwa ule anayesimama katika imani. Haijalishi wewe unaweza kutazamwa na wanaanza kukucheka kwa sababu ya maombi unayoomba. Wengi wataanza kusema ya kwamba ni vile umeishiwa ndiposa unamtafuta Mungu. Lakini wewe unayejua kile unayedai, Mungu atasiti kuwa pamoja nawe unapositi kusimama. Hata kama kuna magumu, hata kama kuna mazito, siti kusimama katika maombezi. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati unapojiachilia mbele za Mungu, hapo ndio unapata kuona ya kwamba marafiki wanakuacha. Hata uliokuwa unakaa nao wataanza kugeuka kupiga vita. Hata na wengine watatafuta njia vile watakapokumalisha kwa sababu ya maombezi. Lakini unapositi kuomba, naye Mungu atakukwepesha kwenye mitego wanayetega. Haleluya. Kwa sababu unapojiachilia kwenye kweli, naye Mungu anasiti kuwa pamoja nawe, akiwa mazungumzo na wewe kupitia maombezi. Najua wengi hawatajua mazungumzo wewe na Mungu aliye hai ni kupitia maombi. Wakati mwingine unaweza kuwa umenyamaza kimya, unajiachilia mbele za Mungu. Jua ya kwamba na Baba wetu ananena na wewe kwa sababu umejiachilia, kwa sababu